maisha kuna njia 4 tu ambazo unaweza kuzitumia kupata pesa kwenye maisha yako. Na sijui wewe kwa sasa hivi katika njia gani, lakini ni muhimu sana kujua njia hizi 4 lazima utoke kwenye moja uendelee kuvuka kwenda kwenye nyingine zaidi. Mtu ambaye anafundisha masomo ya fedha sana anaitwa kwa jina la Robert Kiyosaki, alianzisha mfumo fulani wa ufundishaji, akaja na kitu kinaitwa cash flow quadrant. Ambapo akasema hapa duniani kuna watu wa makundi 4. Lakini katika makundi 4 yamegawanyika pia katika makundi mawili makubwa. Makundi mawili upande wa kushoto na makundi mawili upande wa kulia. Cha ajabu sana ni kwamba duniani karibu watu wote 95% wako katika upande wa kushoto wa makundi haya, na 5% tu ndio wako katika upande wa kulia. Lakini pia wale 5% walioko upande wa kulia wanatengeneza kiwango cha fedha 95% katika fedha yote inayopatikana duniani, na wale ambao ni 95% wa duniani upande wa kushoto wanagawana 5% tu hiyo baki. Upande wa kushoto kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wameajiriwa na wale ambao wamejiajiri, employed and self-employed. Walioajiriwa tafsiri yake ni kwamba wanauza muda wao na ujuzi wao kwa mwajiri ili waweze kulipwa kutokana na ujuzi na kile na ule muda ambao wanaotumia. Lakini aliyejiajiri ameenda hatua moja angalau kidogo, kwamba ameweza kutafuta kitu cha kwake mwenyewe cha kukifanya kwa muda anaotaka mwenyewe kwa kutumia ujuzi wake ili ajilipe anavyotaka mwenyewe. Lakini watu hao wawili wote wana sifa moja inayofanana. Hawawezi kuzalisha zaidi ya uwepo wao walipo. Ukiwa umeajiriwa au umejiajiri, hasara ulionao ni moja tu. Hauwezi kuwa mahali zaidi ya pamoja kwa wakati mmoja. Tafsiri yake ni kwamba uwezo wako wa kupanua kipato chako umefungwa kabisa, kwa sababu huwezi kufanya zaidi ya pale ulipo. Upande wa pili kuna aina mbili za watu wengine. Wa kwanza wanaitwa ni wafanyabiashara, businessmen, na wa pili wanaitwa ni wawekezaji. Wafanyabiashara tafsiri yake sio tu kuuza na kununua bidhaa. Kwa maneno ya Kiyosaki anasema wafanyabiashara ni watu ambao wametengeneza mfumo wa utendaji kazi ambao hata wao wasipokuwepo biashara ile itaendelea kuwazalishia. Kwa maneno mengine, kama wewe leo unasema unafanya biashara, lakini ukiondoka kwenye biashara yako kwa mwezi mmoja, kwa wiki moja, biashara inashuka chini na hakuna kinachoendelea kufanyika, manake bado hujaweza kufikia kiwango kikubwa cha kuwa katika kundi la wafanyabiashara. Kundi la mwisho ni wawekezaji. Wawekezaji ni watu ambao wameweka pesa mahali na inafanya kazi kwa niaba yao. Inawezekana ameamua kununua hisa kwenye kampuni au amenunua hati fungani za serikali na vitu vinavyofanana hivyo. Kikubwa ambacho unatakiwa kujua, watu wengi sana, takriban watu wote, walianzia upande wa kushoto. Either alianza kuajiriwa au alianza kujiajiri, lakini baadaye akafanya transition, akavuka kutokea upande wa kushoto akaenda upande wa kulia, ambako akawekeza kwenye biashara au akaja kuwa mwekezaji kwenye mambo ya muda mrefu. Cha muhimu sana cha kufahamu ni kwamba unatakiwa uwe na mpango mzuri wa kukusaidia wewe, kwa sababu swali la unatakiwa kujiuliza ni kwamba hivi leo ikitokea umeshindwa kufanya kazi, nini kitatokea? Pengine umepata ajali, mfano, hatuombi itokee, lakini wakati mwingine inatokea. Au umepata changamoto ya ulemavu wa namna fulani na umeshindwa kufanya hiyo kazi, utaingizaje pesa zako? Kama unategemea tu upande wa kushoto ambako kuna employee na self-employed, inaweza kukupa changamoto sana, kwa sababu maana yake siku ukishindwa kufanya kazi, basi maisha yamefikia mwisho pia. Kwa hiyo lazima uone namna gani unaweza kubadilisha kutoka upande wa kushoto kwenda upande wa kulia. Na tukiendelea kujifunza, tutaona namna gani unaweza kubadilisha tunachoita active income ubadilishe with passive income. Active income ni ile ambayo unaipata ambapo lazima ufanye kazi na uwepo mahali, na passive income ni ambayo inaweza ikapatikana hata wewe bila kufanya kazi ya namna yote. Sijajua unaweza kujifanyia tathmini leo uko katika kundi gani katika makundi haya mawili, either upande wa kushoto au upande wa kulia. See you at the top.